Faima amekuwa akidai kwamba Rayvanny hataki kumuoa, yani kiu yake kubwa ni kuzungumzia issue ya kwamba kwa nini haolewi. Yani imekuwa ni kama slogan ambayo amekuwa akizungumza sana kwa Rayvanny, na hata kwenye ile personal lifestyle yake na personal showbiz ambayo alikuwa akifanya na kuipost kwenye akaunti yake ya Instagram, ni kwamba alikuwa akizungumza na kimchana Rayvanny kwamba inabidi amuoe. Sasa unajua kwa nini issue ya Faima bwana kuto kuolewa? Nafikiri mwenyewe pia inabidi akae ajitathmini, kwa sababu kama ni mtoto na kama ni kukaa na Rayvanny kwa miaka mingi, basi ninaamini kabisa kwamba ametoboa kwa almost zaidi ya miaka 6 katika maisha ya kuwa pamoja. Lakini issue ni kwamba nafikiri Faima ndo mwenye tatizo, anashindwa kujitathmini na kujitengeneza wife material, yani kuanzia muonekano lakini pia hata kimawazo, na ndio maana mwanaume hashawishiki, kwa sababu ninaamini kwamba Rayvanny uwezo wa kumuoa Faima anao. Kama ni issue ya kutoa mahali, uwezekano huo upo, na kama ni kumjua mwanamke wake anamjua vizuri na tayari wana mtoto. Sasa unaweza kujiuliza shida ni nini? Yani kilichomfanya Rayvanny ama kinachomzuia Rayvanny asimoe Faima ni kitu gani? It means kabisa kwamba kuna kitu ambacho hakiko sawa kati ya Rayvanny na Faima. Why Diamond na Zuchu hawakukaa kwa miaka mingi, lakini mwisho wa siku Diamond kwa kuwa uwezo wa kumuoa Zuchu anao, kafanya kweli. Mwisho wa siku sasa hivi ninapozungumza Diamond na Zuchu ni mke na mume. Lakini kwa issue ya Rayvanny na Faima imekuwa kidogo na ukakasi, na ndio maana walimwengu wamekuwa kimsema sana Faima kwamba abadilike kuanzia mavazi, abadilike kwa vitu vingi sana ambavyo vimekuwa akivifanya. Istoshe kwamba kuna changamoto ambayo pia inaendelea. Faima unaambiwa ana matumizi mengi yasiyokuwa ya ulazima katika mahusiano yake kati ya yeye na Rayvanny. Hii si kauli ya mara ya kwanza kwa Rayvanny kuizungumza, na hata kwenye ile live show ambayo alikuwa akizungumza Rayvanny kwamba mwanamke wa kitanga, yani kwamba ameni Faima bwana, kwenye swala zima la kupenda pesa ni jambo la kawaida. Kwa hiyo moja kwa moja tayari Faima akajitengenezea kisaikolojia mbili kwa Rayvanny kwamba ni mwanamke ambaye kwanza na matumizi mengi ambayo hayana ulazima, kwa sababu kwanza ana budget ya issue ya photoshooting, lakini pia na budget ambazo sio za urasmi, kuanzia issue za mavazi, yani amekuwa akifuja sana pesa. Sasa mwisho wa siku Rayvanny anapiga hesabu, mwanamke ambaye haujamoa tayari ameshaanza kuwa na matumizi ambayo hayana ulazima, na yamekuwa ni matumizi ambayo ni ya thamani sana. Mwisho wa siku unapiga hesabu kwamba huyu mwanamke nikimoa, kwa hiyo inaonekana kabisa moja kwa moja kwamba Rayvanny anaweza akafujwa sana pesa zake, na ndio maana Faima imekuwa ni vigumu sana kuingia kwenye ndoa na Rayvanny. Na hii ni kauli ambayo ninakwambia msikilizaji na mdau wa nguvu kabisa ambaye unasikiliza, na kama kawaida yetu ni mwendo wa kuchamba umbea huu kweli ambao utauma kwa mashabiki ambao wanampenda sana Faima. Na binafsi simchukini, nampenda sana dadangu Faima, lakini kwenye hili ni lazima tuliseme kwamba Faima inabidi abadilike kuanzia mwenendo, kujiweka wife material, pamoja pia na mavazi, lakini hata kwenye issue ambayo ya matumizi amekuwa na matumizi ambayo hayana ulazima. Kwa mtoto wa kike ambaye ana malengo ya kuolewa, kuwa na matumizi yasiyokuwa ya lazima kwa mwanaume wako haiwezi kukusaidia na kukufanya mwanaume huyo uweze kumpata. Mwanaume anaweza kuhudumia akakupa kila kitu ambacho unakihitaji, na hata kama kikuona kwa matumizi yasiyokuwa ya lazima kabla hajakuoa, ni kweli atakupatia, lakini kweli ni kwamba hautengenezi picha nzuri ya kumshawishi mwanaume aweze kukuoa, kwa sababu mwisho wa siku mwanaume atapiga hesabu, atafikiria vingi, mwisho wa siku ndio atafanya maamuzi ya kuingia kwenye ndoa na mtoto wa kike. So huu ni ukweli na ambao uko wazi, na nimeamua kuweka wazi kama kawaida. Cha msingi tukutane kwenye upande wa comment. Hapa ni Hatboy Media.